Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Suti & Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume. Leo tunaenda kuzungumzia makosa mbalimbali ambayo watu wengi huyafanya wanapoenda kuchagua kitambaa na jinsi ya kuyaepuka. Kama tulivyozungumza kipindi kilichoisha, tulijifunza kuhusu makosa ya vipimo. Leo sasa tutaenda kwenye hatua ya pili, kwenye makosa ya kuchagua kitambaa. Hapa nina vitambaa kadhaa ambavyo nitaenda kuonyesha mfano wa namna ya kujua makosa ya vitambaa ili uweze kutoa suti yako class ambayo haishi utamu wake unapokuwa unaivaa. Twende na mimi, mwalimu wako ni yule Imani Casual aka fundi moja tu. Tunazo njia kadhaa ambazo tutaenda kuziangalia ili kujua kitambaa bora ni kipi kwa ajili ya suti. Usidanganywe unapoenda kununua kitambaa, unaweza ukapoteza pesa zako na usitoe kile ambacho mteja wako alikuwa anakitaka. Kosa la kwanza kabisa ni kuchanganya wool na polyester. Hapa ninazo wool lakini pia ninayo polyester hapa, nitakuonyesha mfano. Ngoja nitaje makosa. Lakini kosa lingine ni kutokujua uzito wa kitambaa, na kosa lingine ni kufanya jaribio la kukunjamana, yaani kitambaa ambacho kinajikunja. Kwa mfano, mimi kuna kitu huwa kinaniudhi sana unapokuwa umemshonea mteja wako suti kali, lakini mteja wako anapoenda kukaa, anaponyanyuka anaona kitambaa, anaona suti imejikunja. Unaona kabisa kwa nyuma hivi suti imejikunja. Hiyo nayo natakiwa kuepuka. Lakini pia swala lingine, ili kujua sasa kitambaa kipi ni bora, kitambaa kipi sio bora, ninatakiwa kufanya jaribio la moto. Kama unaona mteja yule muuzaji anakwambia hii ni wool, afu wewe una wasiwasi, fanya jaribio la moto. Tutafanya hapa. Lakini kitu kingine ni rangi inayofifia au kuchuja. Hayo ndo makosa ambayo tutaenda kuyaangalia leo hii. Tuanze na kosa la kwanza, ambalo kosa la kwanza linaendana na kosa la 4 ambalo ni kuchanganya wool na polyester na jaribio la moto. Sasa wool ni kitambaa ambacho kinatokana na kondoo ambao wanapatikana kwenye milima fulani hivi ya Himalaya kule Australia. Lakini pia polyester ni kitambaa ambacho kinatokana na plastiki. Sasa kuna wool zingine unakuta zimeandikwa wool, kumbe ni polyester. Sasa ili ujue utofauti kati ya wool na polyester, inatakiwa ufanye jaribio la moto. Kwanza kabisa utaona uimara wa kitambaa. Kwa mfano, hiki ni kitambaa cha wool ambacho kimeandikwa kabisa Luxury Italian Cloth Super 80S. Yaani unapoona hizi namba, nishawafundisha huko nyuma kwamba namba zinaanza 120, 130, 150. Kadri namba zinavyokuwa zinakuwa kubwa, ndo wingi wa wool unakuwa kwenye hicho kitambaa. Sasa kadri namba inavyokuwa kubwa ndivyo kitambaa kinavyokuwa kizuri. Sasa hii ni wool. Sasa unaweza kukuta imeandikwa hivi, lakini kumbe sio wool, ni polyester. Sasa ili ujue, utaenda kwenye jaribio la burn test, kwenye jaribio la moto ambalo tutaenda utachukua kiberiti chako, utawasha moto. Ukisikia harufu ya kama umeunguza manyoya hivi ya ngozi ya ng'ombe au manyoya fulani hivi ya mnyama, unahisi ile harufu kama umeunguza mnyama, basi tambua hiyo ni wool. Lakini pia wool ukiunguza hivi inatoa majivu ambayo yanadondoka, hiyo unajua ni wool. Lakini ukiunguza hivi kitambaa chako kikayeyuka kama plastiki, jua kabisa hicho kitambaa ni polyester. Hiyo ni jaribio la pili kwenye kitambaa cha wool. Tumeshamaliza hapo. Sasa wool ndio kitambaa ghali kabisa duniani. Nishawafundisha kwenye vitambaa. Ili ujue kitambaa chako ni wool, ndio unatakiwa kufanya hivyo nilivyokuambia. Lakini pia tuna kukunjamana. Sasa kwa mfano, unapoenda dukani utashika kitambaa chako kama hivi unavyokuonyesha, alafu utakishika hivi, utakikunja hivi kabisa, utakikunja hivi, alafu utakiachia. Ukikiachia hivi, unaona nimekikunja sana, lakini unaona bado hakijajikunja.
Lakini ukishika kitambaa chochote kile ukikunja kunja hivi alafu unakiachia unaona bado kimejikunja, kimbia kabisa, hicho sio kitambaa cha kumnunulia mteja wako. Nafikiri hapo tutakuwa tumeelewana. Njia nyingine ni kujua uzito wa kitambaa. Kwa mfano kitambaa chochote hiki wool au hii hapa wool, hii kitambaa unakuta ni lightweight, yani ni kitambaa kiko hakina uzito wala hakina sio chepesi sana. Kwa hiyo nguo nyingi za maofisini tunashauri uchukue kitambaa ambacho ni lightweight, yani hakina uzito sana wala hakina usoft sana, ambacho kitamruhusu mteja wako. Unajua ofisini unaenda asubuhi, wengine wanatoka mchana, wengine wanatoka mpaka jioni, ambacho mteja wako ataweza kuhimili kutoka asubuhi mpaka jioni. Sio mteja wako anapata kitambaa kizito ambacho yani dakika mbili tu yani amesha sweat, hatamani tena kuvaa ile nguo. Unatakiwa mchukulie mteja wako kitambaa ambacho mteja wako atakuwa na feel kuvaa ile nguo. Hiyo ndo kujua uzito wa kitambaa. Kwa mfano mazingira yetu ya Dar es Salaam tuna joto lingi sana, yani mtu joto, ofisi nyingi unakuta hazina AC. Sasa unapompa kitambaa kizito mteja wako ambaye anaenda kwenye ofisi au kwenye harusi au kwenye nini, unamtengenezea mazingira ya kuchukia ile nguo. Anaanza kukuchukia na wewe fundi, kumbe kosa lako sio wewe, ni kosa ambalo umelifanya mwanzo kabla hujanunua kitambaa. Jaribio la mwisho kabisa ni rangi inayofifia. Yes, tuna kitambaa hichi hapa. Umeona? Ukikiona kwa mwanzo kabisa hiki kitambaa kwanza ni kizito, lakini pia kinang'aa. Mwanzoni kabisa kipya kinakuwa kizuri sana, lakini unapoenda kufua mara moja kitambaa hicho kinafifia kabisa, kinapoteza ubora wa mwanzo. Kwa hiyo mteja anakulaumu wewe fundi, kumbe ulitakiwa ufanye uchunguzi mwanzo kabla hujanunua, ujue kitambaa kinapauka, kinayuka. Kwa sababu unapoona kinang'aa hivi ujue hii ni rangi tu yani hii ni mng'ao tu umewekwa mwanzoni, ili baadaye ukifua tu hii rangi yote iliyoweka ya kung'aa inatoka, tayari kitambaa kinarudi kwenye uhalisia wake. Sasa unakuwa umepoteza mteja wako kwa kutokujua. Sasa na hizo ndio vitu ambavyo unataka kuvifanya unapoenda kuchukua kitambaa chako vizuri, kwa sababu unapochagua kitambaa kizuri ndio mwanzo wa kufanya suti yako ionekane classy. Unapoenda kuchagua kitambaa kibaya ndio mwanzo unavyoonekana suti yako ya low budget. Kwa hiyo kwenye kitambaa ndipo unatakiwa kuwa makini sana. Kwanza itakuongezea hadhi wewe fundi, lakini pia itakuongezea hela, kwa sababu unapochukua kitambaa cha bei rahisi hata suti utashona kwa bei rahisi. Unapochukua kitambaa cha bei ghali hata suti pia itakuwa bei ghali, hata wewe pia ofisi yako itaonekana ya thamani. Kwa hiyo jitahidi sana unapoenda kuchukua kitambaa uweze kuchukua hizi hatua ili uweze kujua ni kitambaa gani naenda kumchukulia mteja ili afurahie huduma yangu. Usichukue pesa ya mtu ili tu umshonee nguo aondoke. Hapana, bora ukatae. Bana amekwambia labda suti 100,000, unamwambia hapana, kwa sababu hiyo 100,000 tu hata kitambaa materials haitoshi. Lakini kitu cha mwisho kabisa ambacho nilikuwa nimekisahau ni ni lining. Unajua kuna silk ambazo unatakiwa kuzitumia kwenye suti yako bora. Umeshanunua kitambaa kizuri, umeshafanya upembuzi kila kitu, umeshaona ni kitambaa bora. Sasa hatua ya mwisho kabisa ambayo unatakiwa kuzingatia ni kwenye silk na canvas. Hizo vitambaa vya ndani wengi huwa hatujali kwa sababu tunaamini mteja aone. Lakini my friend, hiyo itakupotezea mteja wako kama usipoijali. Kitambaa cha ndani ndicho kinachoamua ubora wa suti. Kwa mfano, umenunua kitambaa cha maybe mita 50,000, alafu unaenda kuweka kitambaa ile silk ya ndani mita 1,000. Alafu dakika mbili tu mteja akinyanyua hivi silk imechanika huku kwenye makwapa, huku kwenye mipasuo. Sasa ile uthamani wa kile kitambaa chako ambacho umekinunua unakuwa umepotea kabisa. Kwa jitahidi silk ya ndani iwe nzuri, ambayo mteja hata kama akivaa, kwanza haileti joto, pili inamuweka vizuri, lakini pia inadumu muda mrefu. Hata suti yako inakuwa kali kinoma. Kwa hiyo jitahidi sana unapofanya upembuzi wa kitambaa uzingatie pia na vifaa ambavyo unaenda kutumia ndani. Hapa ni Suit and Channel.
Kama umejifunza kitu, subscribe sasa hivi ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kupata video ambazo tunaziweka. Next time tutaenda kujifunza kwenye makosa ya kukata nguo. Hapo sasa ndo tutakaa kidogo. Tumeshajifunza makosa ya kupima, makosa ya kuchagua kitambaa. Sasa tumeshapima nguo vizuri, tumeshachagua kitambaa vizuri. Sasa tunakuja kukata nguo yetu. Next time tutaenda kujifunza makosa ya kukata nguo. Hapa ni Suit and Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji, na mimi ni mwalimu wako Imani Kazo. Subscribe sasa hivi uwe wa kwanza kupata video, lakini tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kama Suit and TZ, Instagram kama Suit and TZ, TikTok kama Suit and Tailoring College. Kabla sijaondoka, naomba nikuache na swali. Ni kitu gani kishakukuta wakati unashona? Ni kosa gani ambalo umeshawahi kukuta wakati unashona nguo yako mteja akalalamika sana? Niachie hapo kwenye comment, tutaijadili next video. Ciao.